Lutwa Okello alizaliwa katika ardhi ya kaskazini mwa Uganda, mahali ambapo upepo wa asubuhi hukumbusha mwanadamu kwamba dunia imejaa vita vya ndani kabla hata ya bunduki kupigwa. Alipokuja duniani katika mwaka wa 1914, dunia nzima ilikuwa tayari imevaa koti la hofu na msukosuko, kwani vita kuu ya kwanza ilikuwa inaanza kuchoma bara la Ulaya, huku ukoloni ukiendelea kukandamiza Afrika kwa mkono mgumu. Katika kitongoji cha Namakora ndani ya wilaya ya Kitgum, mtoto huyu wa kabila la Waacholi alikuwa miongoni mwa watu waliotangulizwa mbele na mila zao kama ngao ya heshima. Hakuwa mtoto aliyelelewa kwa maneno matamu, bali kwa ukimya mrefu wa mashujaa waliobeba mabega yaliyozoea uzito wa mapigano. Utoto wake uliopitia chini ya kivuli cha hadithi za mashujaa wa koo za kale, watu waliopigana bila mavazi ya jeshi, pasipo bendera wala matumaini ya pongezi, bali wakipigania ardhi na jina la familia zao. Kule Kitgum, mwanamume alikuwa lazima awe tayari kupambana, awe tayari kuona damu, na awe tayari kusimama imara hata wakati moyo wake unavunjika mara 1000. Hapo ndipo roho ya Tito Okello ilipoanza kutengenezwa, roho ya mwanajeshi aliyekuwa kimya ndani, lakini mkali kama radi isiyoonya inapotua. Alipofika utu uzima, dunia ilikuwa imebadilika. Tangazo la askari lilikuwa zaidi ya ajira, lilikuwa mlango wa kusafiri, kujua dunia, kupata mamlaka na kuonyesha uwezo. Katika mwaka wa 1940, akiwa kijana mwenye nguvu na mabega yaliyokwisha jengwa na maisha magumu ya vijijini, alijiunga na jeshi la mkoloni linaloitwa King's African Rifles, jeshi ambalo lilikuwa ngome ya Waafrika kutumikia taji la Uingereza. Hakuchukua maamuzi hayo kama mzaha. Ndani yake kulikuwepo wito wa damu, kama urithi wa kimya kimya uliomhimiza kuwa askari kabla hata hajajua maana ya kufa au kuishi. Jeshi hilo lilimtoa Kitgum, likamtoa Uganda, likampeleka Kenya, ambako sauti za mapambano ya Mau Mau ziliitikisa milima na mabonde. Aliwaona Wakenya wakipigana kwa ajili ya uhuru wao, huku yeye akiwa upande wa nguvu ya kikoloni, na maumivu ya msalaba huo huwekewa kwenye moyo wa mwanadamu pasipo kufutika. Ndipo alianza kuelewa kuwa dunia ya mwanajeshi ilikuwa zaidi ya kupokea amri. Ilikuwa dunia ya kuishi ndani ya maumivu ya maamuzi magumu, wakati mwingine ukilazimika kulinda kitu ambacho hata hukiamini. Lakini askari ni askari tu, hufuata amri kwanza, hujiuliza baadaye. Miaka ilipita, vita vikamwacha huku akiwa tayari amezoea moshi wa bunduki kuliko harufu ya maua. Wakati Uganda inapewa uhuru wake katika mwaka wa 1962, Tito Okello alikuwa tayari amepanda ngazi na kuwa afisa ndani ya jeshi la taifa jipya. Alikuwa mmoja wa wale wachache walioonekana kama nguzo za nidhamu na uzoefu. Katika mwaka wa 1968 alipanda hadi cheo cha kanali, cheo kisichofikiwa na watu wengi wa wakati huo, hasa wale waliotoka kaskazini ambapo jeshi lilikuwa na mizizi yenye nguvu. Lakini historia ya Uganda haikuwa na rehema. Mwaka wa 1971, Milton Obote aliondolewa kwa nguvu na Idi Amin. Watu wengi waliokuwa waaminifu kwa utawala wa Obote either waliuawa au walikimbia. Tito Okello alikuwa mmoja wao. Alitoroka kupitia njia ya Msaka kwenda Mutukula, akapita mpaka na kuingia Tanzania kama mpiganaji aliyenusurika kifo kwa kuzaliwa mara ya pili kupitia mateso. Uhamishoni humo alikutana na wenzake waliokuwa wamepoteza nchi yao, heshima yao na utambulisho wao, lakini hawakupoteza hamu ya kurejea kama washindi. Tanzania ikawa chungu cha kuyeyushia hasira, mikakati na ukakamavu. Huko, Okello akawa sio tu mwanajeshi, bali mkakati, mtu aliyetumia kimya kuelewa udhaifu wa adui bila kuongea sentensi ndefu. Wakati Tanzania ilipoamua kuanzisha operesheni ya kumwondoa Idi Amin kupitia muungano wa vikosi vya Tanzania People's Defense Force na UNLA, Tito Okello akawa miongoni mwa makamanda waliokuwa mbele, wakisogeza jeshi hilo katika vita iliyoifikisha Uganda
kwenye ukurasa mpya. Amini akaondoka, lakini shida ya Uganda haikuondoka nayo. Nchi ilikaa kama mti uliokatwa matawi, lakini mizizi ikiwa bado imeoza. Baada ya vita, Okello akawa sehemu ya kamisheni ya kijeshi iliyokuwa inasimamia marudio ya taifa lililovunjika kama sufuria iliyoporomoshwa kutoka juu ya mwamba. Miaka hiyo ya baada ya Amin haikuwa ya amani. Ilikuwa ni kipindi cha ujengaji na kubomoka, kujaribu tena na kushindwa tena. Aliteuliwa kuwa kamanda wa jeshi la Wenla katika mwaka wa 1980. Akatembea juu ya ardhi iliyokuwa imejaa hofu, wakati vita dhidi ya waasi wa NRA katika msitu na vijiji vya Luwero ilipokuza jinamizi jipya. Wakati wote, siasa na ukabila zilianza kupenya ndani ya jeshi kama sumu inayovuruga damu taratibu. Upande wa Langi ulianza kupigana kimya kimya na upande wa Acholi, ingawa wote walikuwa jeshi moja kwa jina tu. Askari walikufa mamia kwa mamia, na malalamiko yakazaliwa chini kwa chini. Kwa nini sisi tu tunatupwa mstari wa mbele? Ilikuwa silika ya kujilinda iliyoanza kuwa chuki. Katika mwaka wa 1984, Okello alipandishwa cheo kuwa luteni jenerali, sio tu kwa sababu alikuwa mwanajeshi mwenye uzoefu, bali kama mkoba wa kusaidia kutuliza roho za Acholi waliokuwa wakihisi kudharauliwa. Lakini cheo hakiwezi kutibu jeraha la muda mrefu. Jeshi lilikuwa tayari linavuja damu upande mmoja, na upande mwingine ukitazama kimya kimya kwa macho ya mshindi, huku taifa likiteketea. Kutokana na mpasuko huo, mapinduzi yalibeba pumzi yake mapema katika mwaka wa 1985. Acholi wakikusanya vikosi vyao na kujipanga Gulu kama mtu aliyejitwika mzigo wa mwisho kabla ya kuamua kama anakufa au anaishi. Walijua kuwa hawakuwa na muda. Walijua kuwa hawakuwa na maridhiano. Walijua kwamba ukombozi wa ndani ndio uliokuwa ushindi wao wa mwisho. Walipoanza kuushusha msafara kuelekea Kampala mapema mwezi wa Julai, ikikuwa kama mawingu mazito yanayosogea polepole kabla ya radi kulipuka. Mapambano mafupi Karuma yaliishia kuwa ishara kwamba jeshi lilikuwa limefikia mahali ambapo hakukuwa na undugu tena. Ilikuwa vita ya ndugu dhidi ya ndugu, damu dhidi ya damu. Asubuhi ya tarehe ya mwisho wa mwezi Julai mwaka wa 1985, walikuwa tayari wamelifikia jiji. Jeshi lilikuwa limechukua madaraka. Ndipo jina la Tito Okello likatangazwa kama rais wa baraza la kijeshi. Lakini kiti hicho hakikuwa kiti cha kutawala, kilikuwa kiti cha moto kilichowashwa na uasi, hofu, uchovu wa askari waliopigana kwa miaka mingi na taifa lililoishi bila matumaini. Alikuwa rais, lakini alikuwa rais aliyekuja wakati taifa lilikuwa likihema pumzi ya mwisho, wakati uchumi ulikuwa mizoga, wakati heshima ya jeshi ilikuwa imechakaa kama bendera iliyolowa mvua kwa miaka mingi. Na hapa ndipo nafsi yake ya ndani ikaanza kuonekana. Tito Okello hakuwa dikteta kama Amin, wala hakuwa mwanasiasa mjanja kama Obote. Alikuwa askari mzito wa moyoni, askari ambaye mara nyingi moyo wake ulimzidi akili. Aliamini maridhiano yanawezekana. Akajaribu kuwaita wapinzani warudi nyumbani. Akajaribu kuandika mlango mpya wa amani. Akajaribu kuponya jeraha kwa maneno kabla ya bunduki kuendelea kulia. Lakini taifa lilikuwa limefika hatua ambapo maneno hayakuponya tena. Damu ilikuwa tayari imezoeleka mpaka ikawa kama sehemu ya mandhari ya taifa. Wakati vikundi kama FUNA na UM vilikubali kufungua ukurasa wa mazungumzo, NRA ilibaki misituni ikiwa imara, ikiokota nguvu taratibu kama simba aliyeshambuliwa lakini bado haijafa. Mazungumzo ya amani yalianza Nairobi mwezi wa Novemba mwaka wa 1985, lakini yalikuwa mazungumzo ya karatasi, si ya mioyo. Bunduki ziliendelea kuongea zaidi kuliko maneno ya makubaliano. Vikosi vya NRA vilikuwa vikikaribia jiji huku serikali ikidhoofika kama mti ulioshambuliwa na mchwa tangu ndani.
Haikushangaza kwamba kabla mwaka uishe, sehemu kubwa ya kusini na magharibi ya Uganda ilikuwa imekatika mikononi mwa serikali ya Okello. Ilikuwa kama wimbi kubwa lililosukumwa na upepo mkali. Hakuna mtu angeweza kulisimamisha. Alfajiri ya mwezi Januari mwaka wa 1986, jeshi lake liliporomoka kama ukuta wa udongo uliopigwa na mafuriko bila huruma. Alipinduliwa. Hakukimbia kama mwoga, bali kama askari aliyeelewa kwamba nchi imebadilisha uso wake. Akaondoka bila makofi, bila shangwe, bila heshima aliyowahi kupigania. Aliingia uhamishoni, akapita Kenya, akarudi Tanzania, na kisha bara la Ulaya ambako aliishi kama kivuli cha jina lake, akiwa mtu aliyekuwa ameshika taifa kwa miezi 6 tu, lakini mzigo wa historia uliobaki ukiwa mzito kuliko enzi nyingi zilizoishi kabla yake. Hakukufa kama